sukari itakuwa supu. Sasa na sisi tusiletewe hadithi ya Makamenuhusi. Hawa watu wakikwambia wanajenga na mfuko yao. Haya aliyosema makamu mwenyekiti hapa, mbali tu ya kwamba kukwamisha mradi, lakini tunazo taarifa jinsi walivyoitia hasara serikali ya muungano, kwa sababu serikali ya muungano kila mwezi inalipa adhabu ya pesa zile kutokutumika, inaitwa commitment fees, na sasa hivi zishakuwa pesa nyingi sana. Watu hawa walioletewa pesa kwa maendeleo ya kwamba wao wajisifie, lakini wameona kwanza ngoja nikwapue nitie cha kwangu mfukoni, kama jina la chama chao kinavyosema, chukua chako. Na watu ndio mtindo wao. Kwa hivyo ndugu zangu, tunalosema la kwanza, ahadi yetu, naomba hili tushirikiane. Ahadi yetu ya kwanza ni kuirudisha nchi hii mikononi mwenu wananchi. Ahadi yetu ni kuirudisha nchi hii mikononi mwenu. Wizi huu, ufisadi huu unatokea, watu hawajali. Unachukua mabilioni ya shilingi ukasema unakwenda kujenga soko, lakini wewe mwananchi mwenyewe hawezi kwenda kukinunua kilichoko sokoni. Ni kwa sababu hukumchagua. Atakuheshimu vipi wewe? Tunachosema tutairudisha mikononi mwenu katika ufalme wenu, kwa sababu siku ambayo kura yako itakuwa ndio itakayoamua nani awe kiongozi, mtu atakuheshimu, hatofanya ujinga unaofanyika sasa. Ndio maana tunasema sisi ahadi yetu ya mwanzo ni kuja na katiba mpya ya Zanzibar. Ni kuja na nini? Katiba mpya ya Zanzibar. Na ndio maana tunawaambia ndugu zetu, waambieni na hao waliokuwa wanaojiita CCM, kwa sababu sasa hivi hakuna CCM. Kuna kikundi cha watu wachache tunaita wenyewe wanakiita Jamhuri ya Walaji. Hao ndio wamevaa koti la CCM, wanatafuna nchi. Dawa yao moja, na tunayo dawa yao, ni kuirudisha nchi hii mikononi mwenu. Katiba mpya moja itakaloweka ni tume huru ya uchaguzi. Kila mwananchi apate haki yake, kila mwananchi apate utambulisho wake, aweze kupiga kura. Atakayewazingua na nyie mtamzingua siku ikifika. Leo mnaweza, kwa sababu wanafanya ghilba kwenye uchaguzi. Na kwa sababu hiyo ndio maana tunasema huu wizi wa mapema, kwa kauli moja tunasema huu hatukubali asilan abadan. Hatuwezi tena kuendelea kupata viongozi kwa njia ya wizi. Hatuwezi kuruhusu uraisi wa nchi hii ukaibiwa. Hatuwezi kuruhusu uwaziri wa nchi hii ukaibiwa. Hatuwezi kuruhusu umea wa nchi hii ukaibiwa. Tunachotaka mwananchi sauti yake ndio isikilizwe na ndio aamue, wewe unatufaa kaa, wewe utufai ondoka. Na katiba mpya tunasema mapema, wanaogombea uwakilishi, wanaogombea na udiwani, kutakuwa na haki ya wapiga kura. Huwatumiki kukutoa bwana, na huu ni utaratibu wa kidunia. Usije ukafika ukaona mimi miaka 5 niko hapa nitakula raha. Chini ya katiba mpya bwana, wananchi wapiga kura watakuwa na haki. Watakuwa na haki ya kusema wewe umetizungua bana, ondoka, tutafanya uchaguzi mwingine mdogo.
Na hili jamani si jambo geni, dunia nzima lipo, kwamba mbunge mwakilishi hachaguliwi kwa miaka mitano, anapewa muda wa miaka mitano. Ikimshinda njiani, jamani mnamwambia ondoka, na hata ondoka. Tunafahamiana? Tunasema hiyo ndiyo dawa ambayo itakuinyoosha nchi hii, kuirudisha katika misingi. Na ndio maana tunasema sisi inshallah tutakwenda kufanya uchaguzi kabla ya 2030 hii ya Oktoba ambayo tunaifanya kawaida.